Katika kile kinachoonekana kama hatua kubwa na ya kihistoria kwenye diplomasia ya kimataifa, serikali ya Uganda imetoa idhini ya awali ya kutuma kikosi cha kijeshi katika ukanda wa Gaza. Hatua hii ikiripotiwa kulenga kuingiza Uganda kwenye ramani ya kimataifa ya utatuzi wa mgogoro wa Mashariki ya Kati ambao umesababisha maafa makubwa ya kibinadamu kwa miaka 2 hivi sasa tangu vilivyolipuka mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Uamuzi huu wa kihistoria unaripotiwa kuwa haukuja kwa bahati mbaya, bali ulifuata mlolongo wa haraka wa kidiplomasia kati ya Washington, Kampala na Jerusalem. Katikati ya Julai mwaka 2026, Rais wa Marekani Donald Trump aliripotiwa kuwasilisha ombi rasmi la moja kwa moja kwa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ombi hilo lilitumwa kupitia mpango maalum wa Trump wa kutafuta utulivu wa kikanda unaojulikana kama Board of Peace. Tarehe 15 Julai mwaka 2026, Rais Museveni aliridhia na kutoa idhini ya awali kukubali ombi hilo la Marekani. Taarifa hizi zilithibitishwa na vyanzo vya kijeshi na kuanza kuripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa, huku maelezo ya ndani ya jinsi jeshi la Uganda UPDF litakavyoshiriki yakichapishwa rasmi na gazeti la serikali la Uganda New Vision mnamo tarehe 20 Julai mwaka 2026. Kufuatia makubaliano hayo kati ya Marekani na Uganda, baraza la mawaziri la usalama la Israel chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu lilikutana na kupitisha rasmi mfumo wa kisheria utakaoruhusu vikosi hivi vya kigeni kuingia ndani ya Gaza. Wanajeshi watakaotoka nchini Uganda watakuwa sehemu ya kikosi maalum cha kimataifa kinachojulikana kama International Stabilization Force au kikosi cha kimataifa cha uimarishaji usalama. Hii ni kulingana na Reuters. Kikosi hiki pia kimepewa majukumu makuu matatu ili kufufua ukanda wa Gaza ulioharibiwa vibaya. Moja ni kurejesha amani na usalama, kukomesha machafuko yaliyosalia na kuhakikisha ulinzi wa raia wasio na hatia, lakini kuharakisha misaada, kusimamia ugawaji wa chakula, dawa na huduma nyingine muhimu za kibinadamu ambazo zimekuwa ngumu kuwafikia walengwa, lakini pia ujenzi mpya kwa kuratibu na kusimamia juhudi za ujenzi wa miundombinu mipya iliyobomolewa wakati wa mapigano kati ya jeshi la Israel na Hamas. Utekelezaji wa mpango huu wa amani umechambuliwa katika awamu 2 kulingana na idadi ya kijeshi. Imeripotiwa kwamba katika hatua hii ya awali kikosi cha ISF kitajumuisha wanachama wapatao 200 kutoka mataifa yanayochukuliwa kuwa rafiki katika ukanda huo, zikiwemo Uganda na Morocco. Jeshi la Uganda UPDF bado halijataja idadi kamili ya wanajeshi wake kati ya hao 200. Hata hivyo, ripoti zinasema operesheni hizi zitakuwa na mipaka na masharti makali ya kiusalama. Vikosi hivi vitapelekwa tu kwenye maeneo ya Gaza ambayo kwa sasa hayapo chini ya udhibiti wa moja kwa moja wa kijeshi wa Israel. Aidha, nchi zote zinazoshiriki ikiwemo Uganda zitakuwa na wajibu wa kupata idhini rasmi kutoka kwa mamlaka za Israel kabla ya kuruhusiwa kuingia rasmi kwenye ukanda wa Gaza ili kuepusha mwingiliano wa kijeshi. Hizi ni ripoti ya kimataifa. Mimi ni Regina Baltazari.